angekuwa ameshafanya jambo kubwa mpaka leo. Mwambie Yesu uko mbele zake akusamehe. Akusamehe kila mahali ambapo umemvunjia heshima. Leo ni siku ya mwisho katika mwezi huu. Kama una chochote kibaya mikononi mwako, toa. Kwa ajili yako mwenyewe. Na kama umeshiriki ibada za miungu, unipende. Kama ulishindwa kuitetea imani, hilo ni kosa. Ukaanguka, huo mwaminifu hata kufa. Na hautakufa. Bwana ataingilia kati. Hakuna jaribu ambalo litakupata Mungu asifanye njia. Halipo. Labda tu tunaabudu jiwe. Mungu anayependa miujiza kati yetu yuko hai na hawezi akakupa jaribu linalozidi uwezo wako. Sasa ulifeli mtihani. Tunahitaji urejesho mkubwa sana wa mvua za Roho Mtakatifu tukiwa tunaelekea kwenye Pasaka. Mmoja alikufa kwa ajili yetu wengi. Wewe unaogopa kufa kwa ajili ya ukoo wako, unaogopa kuumia kwa ajili ya ukoo wako, unaupenda mwili. Kama imelazimika uwe na makovu, acha hiyo, ila Yesu ainuliwe. Ikiwa Mungu ameruhusu upite hapo, lakini kuinamia sanamu, hatuko tayari. Wenda kwa waganga kwa ajili ya mali au kwa watu wengi. Kama anatuacha basi acha atuache, naye haachani watu. Wakafungwa ameangalia tu, wakakamatwa ameangalia tu, wakatupwa katikati ya moto ameangalia tu. Ila huko sasa walipowatupia ndio muujiza ulitokea. Sio hii dawa. Kama nakufa basi ile ijulikane, mimi siwezi na siwezi kufinya au chini au acha tumalize ibada kwa alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu. Wewe lazima uwe sababu ya wokovu wa wazazi wako, ndugu zangu. Ili waokolewe, kuna mambo unapitia wewe, kumbe unapikwa. Watu wengine kwenye kupikwa kuna majeraha, kuna kuumia. Ili ubebe nguvu, lazima upondwe. Inafika mahali mbingu zinakuamini sasa kwamba amevuka hapo. Unaaminiwa kwamba wakati wa mateso kuikana imani ulikuwa tayari
kwa lolote, ila sio kuiacha imani. Sema kama ni mchi sio shida, kama ni mke sio shida, kama ni bwana mme sio shida, lakini sio kumzalisha Mungu halafu yeye ndo atafanya, yeye ndiye atafanya, yeye ndo atatenda muujiza. Ili uwe sababu ya wokovu, kuna sadaka. Sadaka nyingine inaweza ikawa ni msimamo katika imani, nao ni sadaka kutokuyumbishwa. Mume anaoga madawa, naona kubali uoge madawa, utakufa kabla ya umri wako. Wakasema mfalme, hatuko tayari kuinamia sanamu yako. Wakageuza amri ya mfalme likawa tangazo la Injili baada ya muujiza kutokea. Unatishiwa mabegi, kwani mabegi ndio mwisho wa kuishi. Kwa ajili ya Bwana tunauawa na kwa ajili ya Bwana tunaishi. Kwa ajili ya Bwana tuko tayari kuacha utajiri wote wa kipepo. Kuliko nyama halafu mwisho mdogo. Kwa ajili ya Kristo tuko tayari kutoa ujinga. Sasa itatufaidia nini kupata ulimwengu wote halafu tukapotea kabisa milele? Watenda dhambi maisha mafupi, wenye mali za kishirikina hazitadumu. Maana utajiri na heshima, tena ufunuo na haki uko kwa Bwana. Lakini huo wa kipepo, wakwenda Kibondo, wakwenda Kongo, wakwenda Burundi, fupi tu. Kwa hiyo lazima usimame, halafu Bwana ataanza kuwaokoa mmoja mmoja. Yeye ataanza kudili nao mmoja mmoja. Huwezi kudharau maumivu uliyoyapata kwa ajili yake. Hawezi kuacha, hawezi kuacha, hawezi kuacha uumie tu, hawezi kuacha uteseke tu mpaka mwisho, hawezi. Atakuwa sasa wewe sio Mungu wa kweli, lakini huyu ninayemtumikia mimi hawezi kuacha, atawachomoa mmoja mmoja, na hata wale waliokuwa kinyume na wewe baadaye watakuwa upande wako. Wengine wataokoka kwa kupigwa kwa matatizo makubwa ambayo hirizi zao hazitawasaidia, waganga wao hawatawasaidia, uchawi wao hautawasaidia. Wengine watafilisika tu. Alafu unawaambia wanaume na sasa hivi wanaweza kuwa wanakushawishi, na kweli ukiona utajiri walionao, ukiona jinsi wana maduka, wana majumba, wana magari, lakini yana damu. Hayo maisha unapita, mwisho wako hautakuwa huo, na wao mwisho wao utakuwa mfupi kama hawatakuwa. Lazima uwe sababu ya wokovu, uwe sababu ya wokovu. Usiuze hatima yako, usiuze wokovu. Kama wewe umeokoka, hakikisha unasimama, hakikisha ujichanganye, hakikisha unatuliza moyo wako.
Bwana atafanya, watawachomoa mmoja mmoja, hata kama wanalewa atawachomoa, atawaokoa. Sasa ni wewe uchague, wala haachi mtu, ila mtu anamwacha Bwana. Uchague sasa kati ya Mungu na miungu. Na wale mnaacha ibada kwa sababu za kijinga, yaani unachelewesha Mungu kutenda muujiza kwa ujinga wako. Yaani kuna vitu vinatokea ili waonekane. Sasa usipokuwa na akili hautaona Mungu. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Nebukadneza alisimamisha sanamu, ili kupitia sanamu hiyo Mungu amejulikana kwamba hata katikati ya moto yeye ni moto unao. Kwa hiyo matatizo acha yaje ili Mungu ajulikane. Ndio maana wengine mnakuja na magonjwa unaponywa ili ujue Mungu. Kwa hiyo matatizo yasikutoe kwa Mungu. Sasa simwache Mungu na usiogope kutoa sadaka ikiwa Mungu amekusudia wewe. Kama ni mateso, hiyo ndio sadaka. Kama ni machozi, basi hiyo ndio sadaka. Kama ni mwili wako kuchomolewa makucha, hiyo ndio sadaka. Kama ni kuchunwa ngozi, hiyo ndio sadaka. Kama itakuwa ni kuchoma moto, hiyo ndio sadaka. Kama ni kupigwa kila siku ukienda kanisani, hiyo ndio sadaka. Ukiona mtu anatembea na Mungu, kuna sadaka fulani. Tumeona watumishi wa Mungu wengine mpaka wanaachwa na wake zao, lakini wanatembea na upanga, wanakuwa tayari bora mke aondoke ila Yesu abaki. Kufanyika sababu ya wokovu sio jambo dogo. Unapopitishwa kwenye flampeni, sasa ukikwepa maumivu unakwepa matokeo. Uchague sasa. Tunataka matokeo makubwa, lakini gharama tunazikwepa. Mwambie Yesu akusamehe kila mahali ambapo ulisababisha asitende muujiza kwa sababu ya ugumu wako wa moyo. Ondoa jiwe, ananuka. Yaani unamchelewesha Yesu kutenda muujiza kwa sababu ya ugumu wako wa kuamini. Yaani humwamini Mungu kwamba anaweza akakuokoa kwa hiyo.